Uh, Leo nafikiri itakuwa njema kama tukikumbushana ya kwamba Wakristo ni kama wamesahau, walitakiwa kuweza kusalimiana kwa salamu ya kutakiana amani, na hiyo ndio Yesu anasema amani yake anatuachia. Kwa hivyo ilikuwa ni wajibu wa Wakristo kuweza kukumbushana na kuweza kutakiana amani. Tukianza katika kitabu cha Yohana, Yesu anawaambia katika Yohana sura yake ya 20, hapo ndipo salamu yake inaanzia. Kwa hiyo hii ni salamu ambayo Wakristo walipaswa kuweza kusalimiana kwayo. Nasema hivi, naye Yesu mstari wa 19, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Hii ndio sala ambayo Yesu aliwafundisha. Ni salamu ambayo Yesu aliweza kuwafundisha wao kuweza kuambiana amani iwe kwao. Mkristo anapomsalimia Mkristo mwenzake, amtakie amani ya Kristo iwe ndani yake, ikae naye. Kwa nini? Kwa sababu tukiangalia kwa mfano, Paulo pia aliitumia hii katika uandishi wake, anawatakia amani. Mfano katika kitabu cha Wagalatia anapoanza barua yake, tutasoma mafungu mawili hapa yanayoelezea hii salamu vizuri ili uweze kuona hapa. Anasema hivi katika Wagalatia sura yake ya kwanza mstari wa 3, anasema neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Warumi vile vile 1:7 anaeleza hilo kwamba ilikuwa kumbe ni swala la Wakristo kuweza kumtakiana amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Mstari wa 7 anasema kwa wote walioko Rumi, wapendwao na Mungu, walioitwa kwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Bwana, kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ilipaswa kuwa salamu kwa Wakristo. Lakini kabla hatujamalizia ni kwamba isije ikajaribiwa kudhaniwa ya kwamba hii salamu ni ya Waislamu. Hicho ni kitu tunatakiwa tuweze kukiangalia, ni tahadhari kubwa ambayo tunataka tuweze kuitoa hapa. Kwa maana hata Waislamu hutumia hii aya ya Yohana 20:19 kudhania ya kwamba Yesu alikuwa Muislamu kwa sababu aliwaambia amani ya Bwana iwe naye. Hiyo si sahihi. Hii si sahihi kwa sababu hili ni neno la Kiarabu. Kusema asalamu alaikum ni neno la Kiarabu ambao hata makafiri wangeweza kutumia. Kwa hivyo kwa sababu kuna utofauti kati ya Kiarabu na Uislamu, ni tofauti kabisa. Kwa hiyo ni maneno ya Kiarabu tu. Naomba nithibitishe. Tumetoka kuona wajibu huo wa Kristo walipaswa kuweza kusalimiana. Kwa hiyo amani ya Bwana ya Mungu Baba yetu na ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja naye. Ni namna ambapo tulitakiwa kuweza kusalimiana hivyo na kutakiana hiyo amani ambayo Yesu mwenyewe aliacha. Lakini kwa mfano tukitoa maana yake katika kitabu, naomba nisome katika kitabu hii ya sababu ya kuumbwa mwanadamu, ukurasa wake wa 24, anasema katika misingi katika hizi nguzo 5 katika swala la 5 anasema salamu. Kwa 24 anasema Waislamu wanapokutana husalimiana hivi. Wao husalimiana hivi: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya ni maneno ya Kiarabu, si ya Waislamu. Wao wanapokutana wanasalimiana hivyo, lakini ni maneno ya Kiarabu kwa sababu hata Kiarabu kimekuwepo, Muhammad hajazaliwa. Yenye maana ipi? Anasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu na rehema zake na baraka zake. Kwa hiyo kumbe inatakiwa iwe hivyo, lakini ni maneno ya Kiarabu, wametumia maneno ya Kiarabu. Kuna watu ambao walitumia hii salamu hata hivyo. Sasa ukisoma katika Qur'ani sura yake ya 4 mstari wa 14 kuna chanzo cha kutoka hiyo aya. Ukiangalia pia katika Qur'ani sura ya 2 mstari wa 113 inaeleza kwamba kuna makafiri wa Kiarabu. Kumbe kuna Waarabu wanaotumia Kiarabu lakini ni makafiri.
Kwa hivyo haiwezi ikatumika kitu kwa sababu ni ipo kwenye lugha ya Kiarabu basi ikawa kisahihi katika Uislamu kwa sababu tu kimetumika kwa Kiarabu. Kuna katika hadithi Al-Lulu Marjani tuone kitu kimoja hapa kinachotuelezea, kinachotuonesha kuna watu walitumia hiyo salamu hata wasio Waislamu. Unaona ndio maana tunasema hiyo ni sala ambayo Wakristo walitakiwa waiseme, na waliisema tokea Muhammad hajazaliwa, kwa sababu Ukristo umekuwepo kabla Muhammad hajawa mtume, kabla hata mpango wa kuzaliwa haupo. Unaona kwa hiyo vile ameikuta ni sawa na kusema tu kutoa zaka. Muhammad anasema watu watoe zaka, na hiyo ni kati ya nguzo 5 za Uislamu. Sasa hatuwezi tukasema yeye ndo ameanzisha hiyo na kila anayetoa zaka basi ni Muislamu. Hapana. Unaona ila Waislamu wanatoa zaka kama vile imetolewa zaka tokea kipindi cha Musa. Hiyo nafikiri imekaa vyema. Nitasoma ukurasa wa 1120. 1120 hadithi ya 1901. Imesema hivi, hadithi ya Ibn Abbas, na wala msimwambie aliyewatolea salamu wewe si muumini. Katika hiyo aya ya 4 amesema kulikuwa na mtu akifunga kundi la kondoo wake akafuatwa na Waislamu. Kulikuwa na mtu ambaye yeye alikuwa amefunga kundi la kondoo wake, alafu akafatwa na Waislamu. Kwa hivyo huyu hakuwa Muislamu, akafatwa na Waislamu. Hadithi inaendelea inasema akasema asalamu alaikum. Kwa hivyo yeye ndio akawasalimia. Sasa Muhammad anawaambia ya kwamba msimdhuru yeye kwa sababu si Muislamu akiwasalimia kwa hii sala, kwa hii salamu. Anasema lakini wakamuua na wakachukua kondoo zake. Unaona Kwa hivyo kumbe yeye akiwa si Muislamu, wakijua kabisa hii ni sala ambayo inatumika na imetumika katika vitabu hata vilivyotangulia, anasema akasalimia hao kwa kuwatakia amani, wao wakamuua na kuchukua kondoo zake. Waislamu sasa Kwa hivyo yeye hakuwa Muislamu kwa kujua kwamba ni salamu kabisa iliyokuwa ikitumika, ila tu imetumika kwa lugha ya Kiarabu, lakini ni salamu kama salamu nyingine wanaweza kusalimiana watu wakitakia amani ya Mungu iweze kuwa na watu wengine. Kwa hivyo wasijinasibishe watu wowote kusema hii ni salamu yao. Hapana, sio Uislamu na imekuwepo kabla Uislamu hauja kuwepo. Ndio hiyo iko hivyo, lakini Wakristo pia walitakiwa kuweza kukumbuka hii na kuweza kukumbushana na kuweza kutakiana amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja na watakatifu.